Nauliza swali la kwanza, kuna maswali mawili. Nashukuru aliyetoa maswali haya. Kila misa huwa tunawaombea wa marehemu, wapokee kwa wema katika ufalme wako ndugu zetu marehemu. Swali: je, ni sahihi kuomba nia ya misa au ombi katika sala kwa kusema kuwaombea marehemu wasio na waombezi? Ni sahihi, kwa sababu ni kutofautisha na wale ambao wanawaombea. Najua kwa mfano katika kitabu cha Makabayo ile sura ya 12, Yuda alipowaambia tukusanye pesa tuweze kupeleka kule Yerusalemu ili kuwaombea walioanguka, pengine wengine walikuwa na kasoro za imani yao kwa kuleta miungu vyao walivyokuwa navyo. Wengine waliamini vimiungu vya wale ambao tunaita ni figurines. Walikuwa na vimiungu, Wayahudi wenyewe wengine walikuwa naamini katika vimiungu vingine walivyochukua kwa Wakanaani, Wafilisti, wengine walichukua huko na huko, na wakawa na Mungu wa juu, yani Mungu ambaye ni national God but not a personal God. Sasa walikuwa na kasoro hiyo, walienda kupigana vita kupigania Mungu wa taifa lao. It was a national pride but not a personal God. Na ile kiongozi alipoona hayo, waliokufa katika kuomba, katika kutetea imani ya Kiyahudi which was a national pride na sio personal pride, ili kusimama dhidi ya wavamizi wa Giriki. Sasa akaona Wayahudi waliokufa kwa namna hii hawakuwa sahihi, walikuwa na kasoro, tuwaombee na wao wapatanishwe na wapokelewe na Mungu. Ndio akapeleka sadaka kuwaombea roho zilizoanguka katika hali hiyo. Sawa? Sasa hiyo ni kuwaombea wale ambao hawawezi kuomba tena. They cannot pray for themselves. They cannot even confess themselves wameshakufa. Hiyo dhana hiyo kwamba kwenda kuombea wale ambao wamepotea, the names are not known, wengi. Sasa kanisa linatambua kwamba kila siku tunaomba kwa ajili ya wale ambao tunawajua. Ni hivyo tu, hali yetu ya binadamu, tunawaombea wajuani wetu, wazazi, ndugu, jamaa, rafiki, wajuani wote, wafadhili na wengine ambao tunaweza kuwakumbuka. But kuna ambao hawakumbukwi, wengi wamekufa, hakuna naye wakumbuka. So it is a kind of a tendo la mapendo kwao kuwaombea hao, na wao tunawakumbuka hao, kuwataji, kuwakumbuka tu. That is very important. Tunachukua roho ile ya Makabayo kuwaombea wale ambao hawana mwombezi anayefahamika, na kuwakumbusha watu waombee hao, not always those whom we know, wale ambao tunawajua. Pengine kuna wengine. Sasa ukisema wengine, ni wengi zaidi kuliko wale tunaowakumbuka, ambao hao katika huruma ya Mungu watakuwa waombezi wetu mamilioni na matrilioni tangu kuumbwa kwa ulimwengu huu. Kwa hiyo ni tendo la upendo, ni tendo hilo la kuwaombea. Na kuna watu, kwa mfano, kuna brother mmoja kwetu aliniita mara mbili wakati nilikuwa mkuu wa shirika hapa. Akaniita, naomba uje, nina wosia. Mzee, sasa wosia. Nilikuwa hapa, nafikiri mara ya kwanza nilikuwa hapa, nikachukua gari hapa nikaenda mpaka huko aliko, nikakutana naye. Alikuwa wakati ule miaka 80 na kitu, ni mzee.
na alikuwa na magonjwa mengi. Kwa hiyo alikuwa nafikiri atakufa anytime. Kwa hiyo alipotuma ujumbe mwambie Vika aje, nina wosia wangu nataka kumwachia yeye. Nikaenda nikaweka kikao naye, nikamuuliza, mzee, habari yako, hali yako nini, vipi? Tukazungumza. Mimi sikuwa nimemzoea sana kwa sababu alikuwa wa zamani na sisi ni vijana na wakati ule, na mimi nilikuwa masomoni muda mrefu, sikuweza kukaa nao. Sasa akanambia, ndio nimekuita, nataka uandike sasa hivi. Nikachukua karatasi. Sasa unasemaje baba? Nasema nataka uandike kwamba nitakapokufa msiweke jiwe la jina langu kwenye kaburi langu. It was radical for me. Ilikuwa kitu kipya. Siweke jina langu kwenye kaburi. Nikasita. Nikamuuliza kwa nini? Labda ameacha kuamini au ana shida ya crisis katika imani yake. Kwa nini unasema hivyo baba? Akaniambia, hapana, mimi ninataka nishirikiane na wale wasiokumbukwa. Najua historia yake. Akamuuliza, utaki kukumbukwa? Na nyinyi mjue kwamba ni furaha kukaa katika hali yangu ya ufukara wangu, ukosefu wangu, maskini wangu, nikae na wale wasiokumbukwa, wasio na jina, wasiokuwa na mtu wa kuwakumbuka. Na wako wengi mwanangu. Sasa mimi nikumuuliza, ni kwa nini? Hebu nipe historia yako. Na mimi nilijua kwa sababu tusikia mengi. Akaniambia yeye kwa kweli alikuwa vitani wakati wa Hitler. Alikuwa ni askari. Nafikiri alikuwa sergeant. Kwa hiyo alikuwa ni mtu tough kweli. Na aliniambia katika vita mimi nilikuwa kiongozi wa platoon in the army, or those who have any idea of the army. Kuna platoon na kikosi is a small patch of soldiers. Wengine platoon naweza kuwa na watu 100 hata mpaka 200. Alikuwa kiongozi as a sergeant major, alikuwa kiongozi wa platoon. Akasema katika platoon yangu vitani kule dhidi ya Warusi, wakati ule Hitler aligeuza huku na pigana pande zote, ndio mwisho wake ulikuwa. Yeye alikuwa kwa hiyo batch ile ya mwisho. Platoon yangu yote ilifyekwa yote. And I remain. Na walifia kwenye snow kule Siberia huko. All of them. Mimi nikabaki, wakanikamata, wakanipeleka mfungwa katika gereza huko. Na huko gereza lile Allied Forces, majeshi ya umoja dhidi ya Hitler, yakapiga kile kambi wote, nikabaki wote. But he says, sikumbuki watu wale majina yao au nini, hakuna naye wakumbuka. Nikaona machozi yanatoka. Mzee, ukiona mzee miaka 85, 86 anatoka machozi, nikaona kweli alikuwa rafiki na alipenda watu kweli. Akasema, kwa hiyo sitaweza kuwasahau. Mimi nimekuwa naweka moyoni na waombea kila siku, lakini haitoshi. Mimi nataka niende nikakae nao huko mbinguni. Walikuwa watu wema sana, but they died for a cause which they did not know in details why they were dying. Lakini walikufa wote, na ni vijana, walikuwa vijana miaka 20. Vijana ambao hawajafanya chochote duniani. Kwa hiyo mimi nataka nikae nao, na namshukuru Mungu kwa sababu nilisurvive, na ni mpango wa Mungu niwe nilivyo. Basi nikamwambia basi naandika. Kwa kweli I have no way kumwambia hapa. Nikaandika, na alipofariki alifariki wa masomoni tena.
mara ya pili. Nikasikia mzee amefariki. Mmefuata yale aliyoagiza? Maanake nimeondoka nikapeleka script kwa provinciali huko tena, nikamkumbusha in persona kwamba hii mfuate. Akaweka kwenye faili lake. Kweli nimekuja nimetembelea pale alipozikwa, hakuna jina lake. Na pale San Damiano Msimbazi, makaburi ya ndugu zetu yalipo, hakuna jina lake, lakini kuna kaburi lake. Sasa mimi nakumbuka kwamba kuna yeye amejiweka pamoja na wale wasiokumbukwa, umeelewa? Maanake kuna wengi wamekufa jamani, wako wengi jamani. Huku duniani tumeishi tu, lakini wako wengi ambao hakuna anayewakumbuka. Basi sisi kanisa kama mama wa watu wote, Catholicos universal, kwa wote tuna wajibu wa kuomba. Kwa ni vizuri kukumbuka hata hilo na kuwakumbusha wengi kwamba not only our relatives and friends and benefactors and any of those acquaintances ambao tunao sisi ndio tuwaombee tu. There are many who are unknown. Kuna sister moja huko China amefanya kazi sana kule Macau, kwenye alitumikia sana kwa sababu kambi lililojulikana duniani la Makoma huko China, na mji ule wa Macau mkubwa unajulikana, hiyo na filamu ipo. Huyu sister alitumikia Wakoma for years and years, na alipozeeka kabisa alienda kuishi upweke, maisha ya upweke katika upweke. Wanayetafuta pango anaishi pale, na ni katika uzee wake. Katika lile pango aliandika, mnizike kando ya barabara pale, lakini msiweke jina langu. Na kwa kweli ni hivyo. Wamekuja kumkundua bibi ameshafariki, na huyu well known ameshafariki, na ameacha karatasi hiyo, maandiko hayo kwa lugha ya Kichina huko, kwamba ni mimi. Sasa walipokwenda kumzika, walimzika kando ya barabara, the main road, na amesema isiandikwe jina lake, the unknown sister. Kuna kaburi linaitwa unknown sister, lakini wanajua who he is or she is. Hayo sasa, kwa nini nasema I am the least of the least? Those who are remembered are those who did great things. I did nothing. Everything I did, kila kitu nilichofanya ni Yesu amefanya, mimi sio mimi. So please nizike kando ya barabara pale, so people can trample on me, manake kukanyaga, wasitambue nipo. They are unknown. Ni katika hao ambao alitaka watu wakumbuke, they are known. There are people who have done great things, lakini sisi tunafanya kitendo kidogo, tunataka trumpeted, tunapigwa matarumbeta, na meremeta, na wewe umetoa tu shilingi 5, unatoa shilingi 10 na unataka kamera zote kuelekee. That's how we are, and that's ndio ufinyu wa ufikra zetu. Kwa hiyo ni muhimu sana kuwakumbuka wale ambao ni the unknown. Ni kanisa linakuwa makini sana kwa kuonyesha tabia yake na umama wake kwa wote, wanadamu wote. Catholicos ndio manake. Kwa hiyo ni mwaliko mkubwa sana, hata mwezi huu wa kuwaombea marehemu, tuwakumbuke ambao wamefia vitani, fia kwenye waliokufia huko kwenye Kongo, huko kwenye Ebola na magonjwa ya ajabu yaliyotukia, yamelipua. Najua wamekufa maelfu na mamilioni na matrilioni. Hakuna na ambayo kanisa
linatualika tuwakumbuke ambao hawakuna naye wakumbuka. Ni jambo muhimu sana na ni tabia ya kanisa. Sawa ndugu, karibu.